heshima kwa watu wa Buyenzi. Wimbo wa kumbukumbu na heshima kwa watu wa Buyenzi. Buyenzi yangu, mji wa watu wenye mapenzi. Majina yao hayawezi kusahaulika. Leo tunawakumbuka kwa heshima kubwa. Tulitembea mitaa ya Buyenzi kwa furaha. Kila kona ilijaa sauti za urafiki. Tulilelewa na upendo wa watu wake. Majina yao yataishi milele ndani ya nyoyo za watoto wa Buyenzi. Wengine wameondoka, wengine wapo, lakini kumbukumbu zao hazitafutika. Buyenzi imebeba historia yao, na sisi tutaendelea kuisimulia milele. Mimi kwa jina ninaitwa Bakundukize Ahmad Ibrahim Mzee. Nimezaliwa tarehe 12 mwezi wa Januari 1943. Hii nchi ya Rwanda Burundi pamoja na Tanganyika territory hapo zamani ilikuwa ni nchi moja. Ilikuwa inaitwa Dutch East Africa, ikitawaliwa na Mjerumani. Katika miaka 1600 na ngapi, 1800 huko, hapa kuweko nchi inaitwa Tanganyika, wala haikukuwa nchi inaitwa Rwanda wala Burundi. Ilikuwa ni nchi moja inaitwa Dutch East Africa. Halafu baada ya vita ya pili, ile ndio iliweza, unajua kama Mbelgiji ndiye alifanya vita kuu mpaka kumng'oa Mjerumani hapa. Kumng'oa Mjerumani hapa ilikuwa vita ile zamani, kwa sababu tukienda kihistoria huwa tunaogopa kusema, lakini inabidi tuseme. Tukienda kihistoria, nchi ya Dutch East Africa ilikuwa inaishia, mpaka wake ilikuwa pale Nyarumbongo. Ndipo palipokuwa mnara wa ulioacha wa Jerumani pale. Sasa Mdachi, yani Mjerumani, akavuka mpaka akaja akateka hii Imbo yote, kuanzia Kisenyi Rwanda mpaka Nyanzarake mpaka Kagunga, akaiteka. Alipoiteka hii, Wabeleji wakaona hawezi kugombania, wakaacha. Sasa alipotaka sasa kwenda kuchukua bonde la Rusizi, Mjerumani alivuka mto wa Rusizi, akaenda akateka Kamanyola mpaka akapisha vita mpaka Kamanyola. Alipofika Kamanyola, ndio Mbeleji akaona hapana, sasa hii ndio ile Wafaransa wasemaga trop c'est trop. Ndipo vita ilipoanzia hapo. Ndio vita ilianza hapo, ikaenda moja kwa moja mpaka kufika Kigoma, Tabora mpaka Mahenge. Vita ilisimama, Wabeleji wameshafika Mahenge. Sawa? Ndipo waliposimamia kule. Sisi tumezaliwa tunakuta bendera ya Mbelgiji kwa kubwa. Na ndio sababu ikaitwa Tanganyika territory, na hii ikawa inaitwa Rwanda Burundi territory, yani territoire de Rwanda Burundi. Nani? Hazikuwa koloniza, hii haikuwa kolonia ya Mbelgiji. Na wala Tanganyika haikuwa kolonia ya Mwingereza. Ilikuwa ni nchi za udhamini wa Yuno. Kwa Kifaransa tunasema pays sous tutelle. Ndivyo ilivyokuwa hivyo.
Sasa walipokuwa wanakaa Tanganyika, wakaunda chama, kiliundwa chama kule juu ya mambo ya kufikiria kwa namna kuomba uhuru. Kiliundwa chama kinaitwa TA, Tanganyika African Association, en sigle TA, TAA. Kile chama sasa kile ndio kilichokoza mambo yote. Na wakati huo Kenya na wao wameishaunda, alikuwa mtu mmoja anaitwa Didas Kimathi, akaunda chama cha Mau Mau. Mau Mau maana yake Mwafrika apate uhuru, mzungu arudi Ulaya. Ndio maana Mau Mau. Sasa na huku Tanganyika baadaye wakaunda chama, na ilikuwa kama mwaka 1951 kama sikusahau. Ikaundwa chama kinaitwa TA, Tanganyika African Association. Chama hicho kimeanzishwa na wazee wa Kiswahili vile vile, Zuberi Mtemvu, Hussein Juma Karanda, wakina mzee Suleiman Takadiri na wengi tu kwa chama kile. Sasa hicho chama cha TA hicho kilikwenda hivyo mpaka ikabidi wakapata misukosuko mingi. Mwisho ilibidi serikali ya Uingereza kikubali, kwa sababu walipeleka malalamiko yao Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa kukubali, kaambia ni lazima hawa watu kama wanataka uhuru lazima wasikilize. Ndicho chama kile kilianzishwa hapo, kikazaa mizizi. Uhuru wa Rwanda na Burundi umetoka Tanzania, yaani Tanganyika. Katika chama hichi kinachoitwa TA, hao ndio walikwenda hivyo mpaka ikabidi katika mwaka 1956 kabla Ghana haijapata uhuru. Kule Ghana palikuwa mtu mmoja anaitwa Oseigwefu Kwame Nkrumah. Yule ndio aliyeanza kuomba uhuru wa Ghana na akatoa hamasa kubwa sana katika nchi za Kiafrika, lazima na zenyewe zipate uhuru, kwa sababu alisema siwezi kufurahi kuona Ghana inapata uhuru kati Afrika bali katika utumwa. Ni lazima Afrika nzima ipate utumwa. Akiungwa mkono na nani? Na Jamal Abdel Nasser, akiwa ni rais wa Misri. Sasa katika mwaka ule, mwaka wa 54 kama sikusahau, 56, palikuwa mkutano mkubwa ulifanyika Misri. Sawa? Walikwenda wazee wetu kama wakina mzee Nyerere, wakina nani, kwa sababu kwa kuwa muda ni mfupi, nikitoa kina Nyerere walikuja namna gani tutachelewa. Sawa? Ndio aliondoka kina mzee Nyerere na wengine wajumbe, kina John Rupia, kina nani, wakaenda Uingereza. Kama vile Kongo na Rwanda na Burundi walikuwa nakwenda Belgique kufanya table ronde, na wao walikwenda Uingereza. Kule kulikutana vyama vyote vya Afrika nzima wanavyotafuta uhuru. Ilipofika mwaka 1957 baada ya uhuru kupatikana Ghana, ndipo hapo Kwame Nkrumah akaitisha mkutano mkuu, akaisha walideri wote wanaoomba uhuru katika Afrika. Hapo si hapa Burundi bado, tuko na chama chetu. Nitarudi kwa kukuadisia chama kinaanza namna gani. Halafu wale walideri wote wakaitwa kwenda, lazima uende Ghana. Kulikuwa mkutano mkubwa unaitwa PAFMECA, Pan African abbreviation ni ndefu sana. Wale mkutano ulifanyika Ghana ukiongozwa na Oseigwefu Kwame Nkrumah. Walihudhuria walideri wengi sana, wakina Jamal Abdel Nasser, wakina Diori Amani, wakina huyu yaani viongozi wote wa Afrika walikuwa kule. Sawa? Hapo walipofika kule tayari ndipo ikaletwa fikra
kwa sababu kuna wajumbe wa Umoja wa Mataifa waliarifiwa, walikuwa pale. Katika wale wajumbe wa Umoja wa Mataifa waliokuwa pale, palikuwa mjumbe wa Ujerumani. Yule ndio alitoa pendekezo, akasema mtaomba uhuru wa Tanganyika. Mimi ninapendekeza iombe uhuru wa Dutch East Africa. Lile lilipokuwa koloni la Mjerumani lote lipewe uhuru. Naona hivyo. Hapo ndio palipoanza hamasa za kuleta kuomba uhuru wa Rwanda na Burundi. Basi walipomaliza mkutano kule, ikabidi wakarudi wazee Tanganyika. Wakati mimi ni mdogo bado ninasoma, niko pale. Hapa sote ni story. Niko pale naona na macho yangu. Sema hapo kwa Sheikh Hassan Hussein bin Juma Karanda ndio nafasi nilikuwa nalala. Ndio nyumbani kwetu. Mikutano yote ilikuwa inafanywa hapo. Sawa? Ilikuwa inafanywa hapo. Jinsi walivyokwenda kumleta Mwalimu Nyerere wakati amemaliza nini Edinburgh University College kule ni Uingereza, akaja Waingereza wakampa kawa nani mwalimu mkuu wa Tabora Secondary. Mpaka vile wazee walipofanya mkutano kaona hakuna namna nyingine, wakaenda kumchukua Tabora, kumleta nyumbani, kumleta Dar es Salaam, kumhamasisha juu mambo hayo. Tabora nani hii Nyerere aliletwa, sio alianzisha uhuru. Wazee wameanza mambo kuomba uhuru Tanganyika, Nyerere yuko nasoma. Ni kama vile hapa Burundi wazee walianzisha mambo ya kuomba uhuru, Rwagasore anasoma. Alikuwa anasoma nini? Ku groupe scolaire Rwanda. Wazee wameanza mambo ya kuomba uhuru wa Burundi mwaka 1953 mpaka 54. Sawa? Rwagasore bado anasoma. Kamaliza pre-university pale Kinshasa, bado inaitwa Leopoldville, akaenda Brussels. Naona hivyo. Sasa ndipo hapo walituma wajumbe kutoka Tanganyika. Walikuja hapa kina Mzee Suleiman Takadiri, kina Sadan Kandoro, akaja Mzee Omar Kakorwa wa Kigoma. Kaja wengi tu, kina Hussein Juma, wakaja mpaka hapa Bujumbura. Wakaja kuonana na wazee kwa siri, kuwahamasisha. Bwana, sisi tumeanzisha chama cha kuomba uhuru wa Tanganyika. Sasa na sisi hapa tumelazimishwa, lazima Dutch East Africa yote ipate uhuru pamoja. Sasa na nyinyi mtafanya maanzisheni chama. Wazee wetu wakaunda chama cha wafanyabiashara. Sema wafanyabiashara na wakulima, sema na wavuvi, kila watu na grupe lao. Chama hicho kikaitwa Union Nationale Africaine de Rwanda Burundi. En cycle UNARU. Kikaanzishwa hapa kama chama cha nini? Cha biashara. Wachuuza dagaa, wachuuza nini, wakulima pamba, wakulima hivi, ikawa wakafanya camouflage vitu namna hiyo. Ndipo walivyoanza hivyo. Chama cha biashara. Kikwanga ndio alikuwa secretary general wa UNARU. Na wazee wengi tu wakati huo. Kuna Juma Hussein, kuna nani, kwa wazee hapa kina mzee Rajab Kalmambeo, akina nani huyo mzee Kasim Jalala, wakina mzee Ramadhani barabara 5 pale namba 22. Wazee wakajiunga katika njia namna hiyo, lakini wakawa wanafanya mikutano yao kwa siri. Sawa? Wakati wanafanya mkutano wa siasa kwa siri. Ofisi yao ilikuwa wapi? Barabara 13 namba 9. Ndio ilikuwa ofisi pale ndio. Uhuru wa Rwanda na Burundi, wasiwadanganyeni watu. Umetoka barabara 13 namba 9. Nyumba ilikuwa ya Mzee Saadi, kwa jina maarufu tukampa jina Afrika Huru. Sawa? Ndio kwake alijitolea. Ajisakrifie, nyumba yake inafanywa mkutano pa kila siku. Pale ndio palitoka nini hii.
uhuru, ndio ulianzia hapo. Ikaenda hivyo, maana hivyo ni nani atawaandikia barua hiyo? Wakamchukua mzee mmoja anaitwa Hassan Abdalla, barabara ya 5 namba 10 na namba 21. Barua ile watu walitumia, wazee walikuwa wanatumia na ujanja, hawakusoma lakini walikuwa na akili nyingi sana, walikuwa na busara. Unaona hiyo barua ile ilikuwa inaandikwa, shaandikwa tayari barua zote za kwa sababu tuko hapa, wazee hapa wanatumika pamoja na na chama cha taa. Sawa? Ile taa walipokati walikorogana ndio ikatoka vyama viwili. Tanganyika African National Union, yani TANU, na Union Tanganyika Party, UTP. Ikagawanika. Sasa ikawa sasa wanatumika na TANU. Sawa? Barua zote zikiandikwa hapa, zilikuwa zinakwenda kwanza Kigoma. Zilikuwa Kigoma kwa mzee Omar Kakoro. Mzee Omar Kakoro anazipeleka. Nani alikuwa anazipeleka barua kutoka hapa? Alikuwa mzee wetu mmoja anaitwa Rajabu Kamenambeo. Barabara ya 5 namba 30. Yule ndio alikuwa tayarishi wa kupeleka mabarua. Sasa wanaogopa mbeleji akimkamata zile barua nafikiri watamnyonga. Barua zinaandikwa, zinaletwa barabara ya 14 namba 10. Naona hivyo. Kwa mzee wetu mmoja kwa tafuta mzee Rajabu Saliama. Yeye mzee Rajabu Saliama alikuwa ni fundi cherehani. Wanakwenda kununua koti sokoni, ya makoti ya mitumba haya. Kazi hiyo. Basi inafumuliwa ile koti tayari, barua inawekwa ndani ya bitani ya koti ndani. Funashonewa ndani, inapigwa pasi na nyoshwa vizuri, mzee anakwenda anavaa. Sawa? Na mzigo wake wa magunia kama anakwenda kurangua dagaa Kigoma. Sawa? Anapanda gari hapa mpaka Nyanza Lake. Walikuwa wazee hapa, wadereva hapa walikuwa hapa kwenda Nyanza Lake, alikuwa mzee Juma Kamlete wa Mbalo Lubangula, alikuwa mzee Yusufu barabara 5 pale namba 38, Yusufu nani Asmani Zovu, walikuwa wazee wengi tu wanafanya njia hiyo. Basi wanaingia ndani ya gari mpaka Nyanza Lake. Pale Nyanza palikuwa mzee wetu pale katika wazee palikuwa na maboti, alikuwa mzee wetu mmoja anaitwa nani huyu? Babake na nani? Barabara ya 7 namba 36. Ndio alikuwa na boti. Kwa wakibeba mizigo yote ya kuleta dagaa kutoka Kigoma kuwaletea wazee huko. Kwani yeye alikuwa anaitwa mzee Abedi Mananga. Anaingia ndani ya boti mzee Kamenambeo, anakwenda mpaka Kigoma, kufika Kigoma pale tayari haya. Ile kubeba magunia ya dagaa ilikuwa ni camouflage. Sawa? Na atakuja na dagaa kweli. Sasa barua zinafika kwa mzee Omar Kakoro. Mzee Omar Kakoro na yeye anasafirisha kwenda mpaka Dar es Salaam kwenye baraza la wazee kina Nyerere. Huko najua wenyewe. Sawa? Hivyo ndivyo wazee wetu walikwenda hivyo. Hapo kwanza nimekwambia kama wakati wazee wanaanza sarakasi za uhuru, Rwagasore kwa na soba strida. Yaani tunasema Butare leo mpaka nilipokwenda Ulaya. Sawa? Mwaka 1957 Rwagasore alikuja. Kama vile konje. Kwa sababu wazee walikwenda kumuona Mwame Mwambusa. Wakampropose juu ya mambo ya mzee sisi tunafanya amri kadhaa mambo ya uhuru. Mwambusa aliwafukuza. Alifukuza. Sema nyinyi mnataka kuleta balaa katika nchi yao. Wazungu wana jeshi, wazungu wana silaha, wazungu wana mambo mengi. Nyinyi mnataka kuchokoza wazungu, mnataka kutumalizisha hapa kama vile wanazi waliwamaliza wanani wa Israeli. Hapana. Hatutaki. Msilete chochote katika nchi yangu, sitaki. Aliwakataza kabisa, aliwakatalia. Lakini wazee hawakuvunjika nguvu. Unajua zamani wazungu, mzungu ni mtu ana akili sana.
alipropose vitu, alijua sasa faida alikuwa anafanya mzungu ndio tumeiona hivi sasa. Sawa? Kuna mambo mengi mzungu alitufanyia tukaona kama ni ukoloni. Mzungu alitufanyia tukaona kama ni ukoloni. Sawa? Sasa faida yetu tunaiona leo. Kwa mfano leo watu wanasema kama wazungu walitupiga viboko, fanya hivi. Walitupiga viboko kwa faida. Sasa faida ya vile viboko tunaipata leo. Hawakumpiga mtu viboko hivi hapana. Wazungu waliweka sheria lazima watu wapande mikartusi. Mikartusi sio miti ya Burundi. Miti ilitoka nje Ulaya. Hizi eucalyptus zilitoka Ulaya, mbegu zilitoka Ulaya. Wakaoblige watu lazima wapande miti. Kila mtu mwenye kitara chake apande miti, mikartusi. Au kupanda utakula kiboko. Sawa? Walioblige watu kulima pamba. Ilikuwa kulima, sio tulikuwa tunalima mihogo, maharage, ndizi, nini, basi mihindi. Wazungu wasema hapana, mtalima pamba. Na mtu kama kulima pamba tutamnyang'anya shamba. Hautaki viboko. Naona shamba la pamba likiharibika unapata kiboko. Sio bwana? Haya, wazee waleta ngazi. Sio bwana? Walianza kupandikiza migazi huko Kongo, huko mapori yote Makisangani huko hapa ni ngazi. Wakaleta mpaka hapa Burundi. Rwanda, Burundi. Wakapanda ngazi. Walipima kupanda ngazi milimani ikakubali, hata Rwanda ikakubali. Lakini hii Imbo ngazi zikubali. Kawa tuko obligatoire kulima kupanda ngazi mashamba yetu. Au kupanda ngazi utapata kiboko. Sasa tunaona kama ile faida ya ile kiboko ndio tunaipata leo. Tunajenga manyumba kwa mikartusi, ni ile wazungu watuletee. Mafuta tunakula, tunafanya vitu vingi tumepata faida ya ile kiboko. Sawa? Na mzungu alikuwa mpigi mtu kwa kumwonea. Ukikataa au ukiharibu utapata kiboko. Naona hivyo. Sasa faida yake tumeiona. Sasa ndio pale kwa kukataa watu wasizembee. Mzungu akapanda kule milimani kote, akaoblige kupanda kahawa, kulima kahawa obligatoire, kulima kahawa. Naona hivyo watu wa huku kule walilazimika kulima kahawa na kupanda mikaratusi na vingine. Sisi wa huku tukalazimika kulima pamba, kulima vigazi na vingine. Naona hivyo. Sasa unajua watu walikuwa zamani kutoroka. Sasa mzungu akaweka ile kitu inaitwa feuille de route. Unatoka hapa Bujumbura unapanda Kitega au unakwenda Makamba au kote milimani. Lazima upate feuille de route. Unakwenda ku centre extra coutumier, wanakupa feuille de route. Kama ni siku 10, kama ni 20, kama ni mwezi, vile utavyojieleza. Unakwenda. Na ukifika kule lazima ujende katika bureau administratif. Ukapresente feuille de route yako tayari, wapiga kashi. Unakaa. Zile siku zikiisha, naambia urudi. Naona hivyo. Urudi. Ukichelewa utapiwa amande. Walifanya vile kwa kuzuia watu wasisambae, wasiache watupa kazi. Unaona hivyo. Ilikuwa kutoka hapa kwenda Kongo, feuille de route. Kutoka Kongo kuja Rwanda, Burundi, feuille de route. Naona hivyo. Kwa kutaka watu mfanye kazi. Alipokuja wazee wakakutana. Pale barabara 13 namba 9. Tutafanya namna gani sisi? Kwa sababu Warundi wazee walijaribu kuwasensibilize wazee wa Kirundi, walikataa. Sawa? Walikwepa kabisa wakakataa. Nataka kuchokoza wazungu nyinyi sana. Sasa pata nini? Msemo wa mzee Mwambusa. Sasa wazee wao Waswahili watotetea balaa. Wakaona hakuna ujanja mwingine kwa kutaka kuwapata hawa wapeiza. Lazima tukumpate Rwagasore. Sasa ni nani aliwafikisha kwa Rwagasore? Murundi wa kwanza. Premier Murundi. Mwenye jiintegre dans les affaires politiques. Alikuwa anaitwa Tade Sergio Musi. Sergio Musi Tade ndio Murundi wa kwanza alijiunga na Waswahili. Tade Sergio Musi alikuwa ni hapa Bujumbura. Alikuwa ngamba kama sehemu za Kayanza sima wapi huko hapa milimani. Lakini karibu hapa kama Bujumbura Rirari hapa karibu.
Jomo Stadi. Ndio Mrundi wa kwanza alikuja kujiunga na Waswahili katika mambo ya uhuru. Hapo Rwagasore bado wala tujamfikiria bado. Jomo Stadi ndio alimleta Ndunguka. Jomo Stadi ndio alimleta Merere Kanopolo. Na Warundi baadhi fulani. Tena watu Warundi wa karibu hapa wale wenyewe walikuwa evelue. Sasa Stadi Jomo ndio alifunga safari akenda mpaka Kitega kumfuata Prince Rwagasore, kumfikishia habari bana, wazee huko wa Kiswahili huko Bujumbura Buyenzi wanataka kuonana na wewe kwa amri hii. Walikwenda kwa mzee kule, mzee Mwambusi aliwafukuza. Sasa wanapima dernier chance kwako wewe. Ukiwakatalia wewe sasa basi utakuwa umewavunja moyo. Na mtu mwingine aliyewaunga wazee mkono ni watu gani? Mwami Charles Butara wa Rwanda. Rudahigwa. Sawa, ule ndio alikuja kuwapa nguvu wazee hapa. Akisaidiwa na nani? Na Jomo Stadi. Basi akaondoka. Alipokwenda kwenye Kitega, Mwambusa nani Prince Rwagasore akamwambia, nakubali kuwaona. Ikabidi wafunge safari hapa, wakajikusanya wazee. Nao kumbuka mimi hapa aliondoka Kasim Jalala, Mzee Mashango, akaondoka Shabani Ramadhani, akaondoka hapa Salum Bichuka, akaondoka hapa mzee Rajabu Kamiambeo, na wengine walikwenda kama watu 10-20 hivi Kitega. Sababu wao walitoka na gari zao, wote walitoka walikuwa na gari zao na wakapakia wengine wale wasio na magari. Wakapanda Kitega. Wakaonana na Prince Rwagasore, wakamhadisia kila kitu tayari. Wakati huo wazee wameisha toka Tanzania, wakaenda mpaka Ghana kwenye mkutano mwaka wa 57. Walikwenda wazee kule. Ndio wakaonana na Prince Rwagasore, wakamhadisia, sisi bado tumefanya hivi 1 2 3. Ndio hivyo Je, mnaweza kunipa chegeranyo cha hayo maneno yenu? Hicho tu. Akatoa document akampa. Hizi hapa. Nifikia hivi, yani makopi, yani mabarua toka kiandika yote, kopi wanabakia nazo. Barua hizi hapa. Naona hivyo. Rwagasore akatiza sasa, kama ni hivi basi nitakuja mimi siku ya Jumatano. Na jambo la ajabu ni kwamba kila siku ilikuwa ya mkutano hapa Rwagasore akiteremka hapa mpaka siku ya Jumatano. Kwa ni Jumatano, Mercredi. Kila safari ya Rwagasore kuteremka Bujumbura kwa ni Mercredi. Sawa. Haya. Ndio nani hii Rwagasore akaja mpaka hapa. Akafikia wapi? Barabara ya 11 namba 23. 11 Avenue numero 23. Tunashauri kuonana na mzee Mashango. Akaambia basi mimi nakwenda, tutakutana kesho nini pale jumuiya. Pale jumuiya pale. Unaona serikali ya Burundi ilisema kama pale Place Ginger sasa ndio Place de l'Indépendance, no? Ilikuwa Place de l'Indépendance ni pale Rue Avenue Buyenzi. Pale jumuiya. Ile ndio ingepaswa kuita Place de l'Indépendance. Sababu mambo yote, mikutano yote ya dini ya uhuru ya kwa ni pale. Pale walifika wakina Rwagasore, wakina Lumumba, wakina nani, wakina Nyerere.